Huku waumini wa dini ya Kiislamu wakiendelea na mfungo wa mwezi wa Ramadhani, idara ya usalama katika eneo la Mombasa na pwani kwa ujumla imetakiwa kudumisha usalama. Akizungumza wakati wa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa ofisi ya naibu chifu eneo la Mbuyu wa Chapa huko Jomvu, mbunge wa eneo hilo Badi Twalib amesema kwa wakati huu waumini wa dini hiyo wameingia kwa swala ya tarawih ambayo huswaliwa usiku na vile swala ya alfajiri. Hivi sasa mambo ya blackouts tuhakikishe kuwa imeweza kudhibitiwa, kwa sababu watu wanaswali tarawih mpaka usiku kabisa. Alafu vile nataka kusema nampongeza Regional Police Commander na vile County Commissioner, lakini zaidi hapa kwangu nampongeza mama OCPD wetu, mpigeni makofi na timu yake ambayo iko hapa. Kwa watu wanaswali tarawih, Ramadhani imeanza kutoka sasa, sijapata any incident ya watu kusumbuliwa kwenda baada ya kufanya maombi. Mpigeni tena OCPD wetu makofi kwa kuishi na watu kwa nia nzuri. Kwa hivyo jambo la kwanza ni moto, jambo la pili mambo ya security. Wakati huo Badi ametoa wito kwa idara ya maji kusuluhisha uhaba wa maji unaowakumba wakazi wa eneo hilo. Aidha, amesisitiza kwamba hamiliki wala kuendesha biashara yote ya maji kinyume na wanavyodai wapinzani wake. Leo nimesema kule Bangladesh, World Bank tukishirikiana sisi serikali kuu tunaweka pipe ambazo ziko pale, na area yetu yote iliwekwa pipe za green. Ni kweli ama si kweli? Lakini mpaka saa hizi hatuna source of water, tuna shida ya maneno ya maji. Mimi nasema kwa vitengo vya habari vilivyokuwa hapa, wanahusika na maneno ya maji wahakikishe kuwa watu wa sehemu yangu ya Jomvu wataweza kupata maji, waishi kama vile watu wa sehemu nyingine za dunia. Tujipigie makofi juu ya hayo. Nasema tena, sina magari ya maji, na mimi bunge juzi nimepeleka statement ya maji. Umeona kiongozi? Umeona mamukona? Nipigeni makofi kama kweli mnasema thibitisho mnao. Sasa wewe uje hapa leo useme ati sisi hivi sasa mambo ya maji sababu Mbadi. Mimi sina time ya kujibu maneno mengi, lakini nataka nikwambie, kama wewe ulikuwa mshauri wa rais kwa miaka mitatu, hukumshauri rais jambo lolote, na haya matatizo hukuyasema hata siku moja. Juzi koti limeamua maadvisor wote wa rais kwa wako nyuma kwa kikatiba kufutwa kazi huko. Hajadanganya watu hapa. Wewe huwezi kumshauri rais jambo lolote, labda ulikwenda kumshauri rais kupiga viatu rangi, lakini Kwa upande wake OCPD wa eneo hilo Selina Chirchir amepongeza ujenzi wa ofisi hiyo ya chifu akisema itarahisisha kazi yake. Tatu, nimekuja na Kismat. Si nimekuja na Kismat hapa. Tukaenda tukafungua police post ambayo ilikuwa imekaa hivi kidogo. Naona nimekuja na Kismat na tutaendelea. Hii mwaka ni mpya na tutafanya kazi vizuri sana. Alafu sasa ndio hii tunakuja kufungua kwa chief. Chief akiingia hapo kasi yangu imekuwa rahisi. Tunaelekea election hapa, wenye watakuwa wakileta kashesha hapa. Deputy chief tutapambana naye. Ningeomba sana ule mtu gari ndogo, nimeshika hiyo jina, akuja anione kwa ofisi, tufanye kazi naye. Wakazi wa eneo hilo wameunga mkono mradi huo, huku wakisisitiza haja ya vijana eneo hilo kujumuishwa katika ujenzi huo ili wapate ajira, kauli iliyoungwa mkono na mbunge wa eneo hilo Badi Twalib. Si watu wa Mbuyu wa Chapa tuna furaha kwa sababu ni muda mrefu tumelilia miradi au maendeleo, lakini tulikuwa hatupewi, tumesahaulika kamwe. Lakini nashukuru mbunge wetu, classmate wangu, kijana mwenzangu, alikumbuka kwamba Mbuyu wa Chapa ile nilikuwa nikienda nikila madafu, nilikuwa nikienda nikilamiwa. Na nashukuru kwa sababu tumeletewa ofisi hii na hatutaweza kukosa kazi ya administration.
kwa sababu watoto wetu wengi wamesoma hapa, lakini hakuna kazi kamwe. Fanya kazi kwa bidii, ufanye kazi nzuri, hiyo itaonekana sawasawa. Na kazi ile ambayo itafanyika kuanzia mwanzo mpaka mwisho ya hii kazi ambayo itaendelea pale, usitoe vijana nje. Vijana wa Mbuyu Chapa hapa ndio wapawe kazi, wafanye kwa wenyewe. Hapa ndani kazi ni yenu, ofisi ni yenu, kodi ni yenu, mbunge ni wenu. Kazi hii sifanywe na watu wengine. Tuta create employment, vijana wa hapa ndio wapate. Ali Vincent, Benvin TV.